Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo, Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, pia nitambua uwepo wa mkurugenzi mkuu wa TRA, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, makatibu wakuu wa wizara mbalimbali na manaibu makatibu wakuu, wenye viti wa kamati za kudumu za Bunge mliopo, ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu Charles Kichere, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, na watumishi wa ofisi ya taifa ya ukaguzi mliopo, ndugu Crispin Francis Chalamila, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, na watumishi wote waliopo nasi, ndugu Dennis Kwame Simba, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma, na watumishi wote waliopo, wenye viti wa bodi wa taasisi hizi mliopo nasi hapa. Shughuli hii pia imehudhuriwa na wenzetu kutoka Zanzibar, Dr. Othman Abbas Ali, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Zanzibar, vile vile ndugu Ali Abdallah Ali, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar. Ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Ndugu viongozi na wananchi, nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu kwa kutujalia kukutana mahali hapa tukiwa na afya njema kwa ajili ya tukio hili muhimu la kupokea ripoti na taarifa za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG maarufu, lakini pia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, pamoja na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, ambazo ni taasisi zetu muhimu za udhibiti na usimamizi wa rasilimali za umma na uwajibikaji serikalini. Lakini vile vile nawashukuru nyote mliokuja kuungana nami katika mapokezi ya taarifa hizi. Nawashukuru, tumepokea taarifa hizi kwa utulivu mkubwa. Alipoanza wa PPRA watu wakawa na smile, wanachekacheka, wana nini. Kaingia TAKUKURU kidogo attention ikaja juu kidogo. Alipokuja mwenyewe ukumbi ulikuwa kimya. Nilikuwa nawaona wale wanaoguswa wanajikuna kuna wanaelekea. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kunisaidia kubeba tension ya kupokea ripoti hizi. Si mchezo. Ndugu zangu, leo ni mara ya kwanza napokea ripoti hizi tatu kwa pamoja. Umekuwa utamaduni wetu kupokea ripoti mbili, ile ya TAKUKURU na ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mujibu wa katiba na sheria. Hata hivyo, kwa mwaka huu niliamua taarifa ya PPRA iwasilishwe sambamba na ripoti hizi mbili za CAG na TAKUKURU. Nimefanya hivyo kwa kutimiza masharti ya sheria ya ununuzi wa umma, pamoja na kuongeza uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma, hasa ukizingatia asilimia kubwa ya fedha hizo zinatumika kwa shughuli za manunuzi ya serikalini au manunuzi ya umma. Kwa upande mwingine, umma wa Tanzania una haki ya kufahamu kuhusu matumizi ya fedha za serikali katika manunuzi, kwa sababu pesa hizo ni kodi zao, na serikali ina wajibu wa kuwapa taarifa za matumizi yanayofanyika. Utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizi tatu ni muhimu na una mahusiano ya karibu sana. Kama tulivyosikia kwenye ripoti, wanazunguka umo manunuzi, mifumo, nini. Kwa hiyo zinafanana, lakini kila mtu aliona kwa jicho lake na utaalamu wake. Hivyo CAG
upande wa utekelezaji wa majukumu ya taasisi hizi kama nilivyosema, yanahusiana kwa karibu, lakini kwa upande wa CAG yeye analo jukumu la kufanya ukaguzi katika matumizi ya rasilimali za umma. TAKUKURU nayo ina jukumu la kutekeleza mikakati mbalimbali ya kubaini, kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa. PPRA inasimamia ununuzi wa umma ili kuhakikisha thamani ya fedha inawiana na manunuzi yanayofanyika. Kwa pamoja, taasisi zote hizi zinajenga msingi wa utawala bora na uwajibikaji kwa lengo la kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika kwa tija na manufaa kwa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Ndugu zangu, pamoja nanyi nimesikiliza kwa makini ripoti na taarifa zote zilizowasilishwa. Nataka nitoe pongezi kwa CAG, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya katika kutekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu. Taarifa zenu zinaonyesha mafanikio katika maeneo mbalimbali na mapungufu katika baadhi ya maeneo yanayohitaji kuangaliwa kwa umakini zaidi kwa kuchukua hatua madhubuti za kurekebisha mapungufu hayo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Ripoti ya CAG imeonyesha katika mwaka wa 2024-2025 hati safi zimeongezeka ukilinganisha na ukaguzi uliofanyika katika mwaka 23-24. Nilikuwa naangalia, ameniwekea jedwali la kuangalia hati safi na mwenyewe amezisoma vizuri. Kwa kweli kuna maendeleo makubwa katika eneo hili. Hii ni hatua nzuri inayoonyesha namna ambavyo tunaendelea kuboresha mikakati yetu ya usimamizi wa rasilimali za umma. Kwenye ripoti hii, kwa bahati nzuri, CAG ametuandikia vizuri sana. Amebainisha mapungufu lakini ameweka na mapendekezo yake. Nini kifanyike ili kuondokana na hali hiyo? Sasa niseme tu kwamba serikali utachukua hatua kama ilivyoelekezwa na sheria zetu na kama ilivyopendekezwa na CAG jinsi ya kuondosha mapungufu yaliyopo. Taarifa ya TAKUKURU kama ilivyowasilishwa na mkurugenzi mkuu inaonyesha miradi iliyofuatiliwa, fedha zilizookolewa pamoja na hatua zilizochukuliwa kushughulikia vitendo vya rushwa. Hii ni kazi muhimu katika kulinda rasilimali za taifa na ninawapongeza kwa juhudi hizo. Kama tunavyojua kwa hakika kuwa rushwa ni adui wa maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi wetu, na rushwa hunyima haki kutendeka. Kwa ujumla, ukiangalia ripoti ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, hali imeimarika, si kama nyuma tunakotoka, ingawa baadhi ya dosari zinaendelea kujirudia kila mwaka. Hapa ni kuelekeze mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwamba chombo chetu kiendelee kuchukua hatua bila upendeleo wala muhali kukabili vitendo vya rushwa na ufisadi. Aidha, ni waase viongozi wenzangu ndani na nje ya serikali kuendelea kujiepusha na kupiga vita rushwa na ufisadi katika maeneo yetu ya uwajibikaji. Tukifanya hivyo, tutalinda rasilimali za taifa na kujenga msingi imara wa maendeleo endelevu kwa kizazi sasa na kizazi kinachokuja. Lakini nataka nitoe pongezi maalum kwa TAKUKURU. Kwa nature ya kazi zake, huwezi kufikiria taasisi hii ingefikiria pia kutoa CSR kwenye taasisi za maendeleo ya jamii kama afya. Lakini wamefanya hivyo na mimi nawapongeza na naomba muendelee na hilo. Kwa sababu kati yenu na nyinyi mna watoto, kuna watu watajifungua, nyinyi ni wazazi pia na hamjui mtajifungua kwenye hali gani. Kwa ukitanguliza vifaa hivi vitakwenda kutufaa sote. Kwa hiyo hongereni sana. Aidha, na kupongeza mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi mnayoifanya. Ni mara yako ya kwanza kusoma ripoti hadharani. Nyuma nilikuwa napata tu ripoti kwenye makaratasi. Lakini nakupongeza
hususan katika kuimarisha matumizi ya mfumo wa NeST. Mmefanya kazi nzuri sana ambao umeongeza uwazi na uwajibikaji katika manunuzi ya umma. Kama nilivyotangulia kusema, kuwa sehemu kubwa ya fedha za serikali hutumika kwa ajili ya manunuzi ya umma, na ni muhimu kwa hiyo eneo hili lisimamiwe kwa umakini na uadilifu mkubwa. Wito wangu kwa viongozi wenzangu ni kusimamia kamilifu taratibu za manunuzi ya umma katika taasisi zetu. Vile vile ni kuelekeze mkurugenzi mkuu PPRA ili tuweze kusimamia vizuri kwenye taasisi zetu. Kuna kitu kinaitwa name and shame. Kwa hiyo ripoti yako ya mwakani ukitutajia nani wanafanya vibaya zaidi na nani wanafanya vizuri zaidi, itakuwa vizuri, itawatia ari wale wanaofanya vibaya zaidi ili wajitahidi kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema tu mashirika haya imefanywa, sema TANESCO hawajafanya vizuri, nani wamefanya vizuri, tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri. Lakini niseme pia kwamba tuwataje ili kubainisha watendaji au taasisi zitakazobainika kukiuka sheria za manunuzi ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa pia dhidi yao. Lengo likiwa ni kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa na kutumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Ndugu zangu, kuwa pamoja na mafanikio yaliyoletwa na matumizi ya mfumo wa NeST katika ununuzi wa umma, kuna changamoto iliyobainishwa inayohusu mifumo ya serikali kutokusomana kikamilifu. Kwa kuwa kazi ya kufanya mifumo isomane ni endelevu, nazielekeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma, na wote naona mpo hapa, kuendelea kusimamia ipasavyo zoezi la kuunganisha mifumo hiyo na hatimaye kuimarisha uwajibikaji na kupunguza mianya ya ubadhirifu wa fedha za serikali. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wetu serikali, tutaendelea kuimarisha mifumo ya uwajibikaji, na pale ambapo kutabainika kushindwa kuwajibika au kutimiza majukumu ipasavyo kutokana na uzembe au ubadhirifu, hatutasita kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria zetu. Hivyo ni imani yangu kwamba tutakaposimamia rasilimali zetu kwa uadilifu na uzalendo, tutaimarisha uwajibikaji na kuharakisha maendeleo ya taifa na usawi wa wananchi wetu. Na hapa nimwelekeze Katibu Mkuu Kiongozi kusimamia kwa karibu tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yote yaliyotolewa na taasisi hizi. Na mwisho kabisa, nirejee tena kuwapongeza CAG, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi nzuri mlioifanya kwa mwaka huo. Nataka niwahakikishie kwamba kwa upande wetu serikali tazipitia kwa kina taarifa hizi na kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa kwa lengo la kuimarisha usimamizi na uwajibikaji kwa rasilimali za umma. Katika hatua nyingine, tutaiwasilisha ripoti hii ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali bungeni kwa ajili ya hatua stahiki kama inavyoelekezwa katika ibara ya 143 kifungu cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kwamba nimepokea ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali
na taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, na taarifa ya mwaka ya tathmini ya utendaji kazi wa ununuzi wa umma pamoja na mapendekezo yote yaliyotolewa. Baada ya kusema hayo, niseme Mungu ibariki Tanzania,